Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba. Na leo tunamshukuru Mungu kwamba ni Ijumaa, ni siku njema kabisa. Ibada kuu tunaenda mbele za Bwana kumshukuru Mungu. Lakini tunapoenda kumshukuru Mungu tunaenda kuyatimiza mapenzi ya Mungu kwetu. Ambapo tunasoma katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ile ya 5, tukisoma kuanzia mstari wa 16, Biblia inasema, furahini siku zote, ombeni bila kukoma, shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Katika Kristo Yesu. Hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Tunaona ya kwamba ni mapenzi ya Mungu katika Kristo Yesu, ya kwamba twende mbele zake kwa shukrani, kwamba tushukuru kwa kila jambo. Yani jambo ambalo umeliona limetendeka na lile ambalo hukuliona, yote tunatakiwa twende mbele za Bwana kwa kumshukuru yeye. Tunaona maandiko yanaeleza kwa habari ya shukrani mbele za Mungu. Tunapomshukuru Mungu tunaifungua milango ambayo haijawahi funguka hapo kwanza. Lakini tunapomshukuru Mungu tunatengeneza njia iliyonyoka kwa ajili ya maisha yetu. Tunatengeneza kibali ambacho hakijawahi tokea kwenye maisha yetu tunapoenda kumshukuru Mungu. Nilikuwa nasema siku ya leo nilikuwa na hudumu, siku ya jana usiku, jana jioni nilikuwa na hudumu sehemu. Halafu nikawa ninawaeleza ya kwamba shetani, Biblia inamtambulisha pia kama kitu hatari. Anatambulishwa shetani kama simba au ngurumaye akitafuta kumeza mtu. Unaweza kaelewa simba anayenguruma mwenye hasira, basi ni shetani. Lakini tunamshinda kwa neno la ushuhuda. Neno la ushuhuda na kwa damu ya mwana kondoo ni neno la shukrani kwa Bwana. Yani neno la ushuhuda ambalo unaenda mbele za Bwana, Mungu asante kwa kuwa nimevuka salama na najua unanitengenezea mwenendo wa baadaye katika shukrani hii, na kushukuru Bwana Yesu. Hilo ni neno la shukrani, lakini ni neno la ushuhuda ambalo huwa linafanya shetani na malaika zake washindwe kufanya kazi kwa mtu. Kwa hiyo unapoenda mbele za Mungu kwa shukrani, unazuia utendaji kazi wa nguvu za giza ndani ya maisha yako, juu ya muujiza ambao Mungu ameufanya kwako. Lakini Biblia inapoeleza kwamba haya ni mapenzi ya Mungu kwetu, anaeleza kwa habari ya kwamba yapo mambo mengi ambayo Mungu ameyatenda, mengi mno ambayo Jehova ameyatenda kwetu, ambayo anataka sisi twende mbele zake kwa kushukuru. Yapo mambo mengi ambayo Mungu ameyafunua kwetu. Yale mambo ambayo tumeyaona kwa kufunuliwa, ni mambo ambayo Mungu anataka turudi kwake kwa kumshukuru yeye. Tumwambie Bwana Yesu, asante, ulioyatenda ni ya ajabu sana, tunakushukuru, asante. Ni jambo la kiroho lakini limekaa kitekniko sana, kwa sababu Mungu ametenda mambo makubwa ambayo shetani ameyaona. Alitegesha mauti, mauti imeshindikana. Alitegesha ajali, ajali imeshindikana. Alitegesha magonjwa, magonjwa yakashindikana. Shetani yote anajua uliotendewa. Halafu inapofika wakati wa shukrani ukakaa kimya, shetani huyo anaamka, anaandika hati ya mashtaka, anaenda mbele ya kiti cha enzi. Anamwambia Mungu, huyu mtu ambaye ulinizuia nisiweke magonjwa, huyu mtu ambaye ulizuia nisimpe ajali, huyu mtu ambaye ulizuia nisifanye hiki na hiki, angalia wakati wenzie wanashukuru, yeye kakaa kimya. Hivi siku nyingine utanizuia tena? Ni swali hilo. Ndio maana ya shetani kama mshtaki wetu. Kwa hiyo ni vyema sana kuelewa kama kuna mambo umeyaona, unatakiwa kwenda mbele za Bwana kwa shukrani. Lakini kama kuna mambo hujayaona, unatakiwa kwenda kwa Mungu kwa shukrani. Yale uliyoyaona ukienda kwa shukrani, unayapiga muhuri, yanaendelea kuwa ya kwako. Yale ambayo hujayaona, unapoenda mbele za shukrani, unayafungua, yanakuwa ya kwako. Kwa unapoenda mbele za Bwana, unaruhusu nguvu za Mungu kuendelea kukuhudumia. Unaruhusu neema ya Bwana
iendelee kukuhudumia. Kwa tunapoenda mbele za Mungu kwa kumshukuru Mungu, yapo mambo makubwa ambayo Bwana ameyatenda kwenye maisha yetu. Kuna namna ambapo hayawezi kusemekana. Kama si Bwana aliyokuwa upande wetu wiki nzima hii, kama sio Mungu aliyetutetea wiki nzima hii, mimi na wewe tuseme leo, ametutetea, ametupigania, ametushindia. Huyu ndio Mungu tunayemwabudu. Nataka twende mbele zake tumshukuru. Mwambie Bwana Yesu asante. Usikae kimya, usikae kimya. Mwambie Bwana Yesu tunakushukuru, tunasema asante, na kuhakikisha utakapoenda kwa shukrani utafungua milango mipya. Utakapoenda kwa shukrani utafungua neema mpya. Nataka twende mbele za Mungu tumwambie Bwana Yesu asante. Twende mbele za Bwana. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, tunakuja mbele zako kwa moyo wa shukrani, tukikushukuru we Mungu kwa matendo yako makuu, ishara zako za ajabu na neema yako ya ajabu. Roho Mtakatifu, asante kwa vile ambavyo umetukuka sana. Roho Bwana, asante kwa vile ambavyo unatupigania. Wiki nzima tumeiona neema, tumeuona wema wako. Bwana, tunakuja mbele zako kwa shukrani, tukikushukuru we Mungu wa kweli, uliyetutetea, uliyetupigania na kutushindia, uliyetutetea na nguvu za giza kinyume nazo, ukatutetea na uharibifu wa nguvu za giza kinyume nao, na tupo salama. Mungu wa kweli, tunakuja mbele ya uso wako tukiomba neema yako endelee kutufunika. Roho Bwana, asante kwa maana sisi ndio kati ya yule mmoja aliyerudi kusema asante. Tunakataa kwa wale wakoma waliopona ambao walikuwa ni kenda hawakurudi kushukuru. Tunakataa kwa watu tusiokuwa na shukrani mbele ya uso wako. Roho Mtakatifu, asante kwa maana tunakubali kwa yule mmoja. Tunakuja mbele zako tukisema asante. Asante kwa wema na uaminifu wako. Pokea sifa, heshima na utukufu, Mungu aliye hai. Tunakuja mbele zako tukizibeba sadaka, tunaziachilia mbele ya uso wako. Bwana, tunaomba sadaka ukazitakabali ziwe manukato katika kiti chako cha enzi, kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, asante kwa rehema na neema. Sifa na heshima vyote ni vya kwako Jehova, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Mungu wangu akubariki sana. Basi utashika sadaka yako njema kwa Bwana, sadaka ya shukrani kwa Mungu wetu kwa yale mambo makubwa na ajabu aliyotenda kwetu, na utaiachilia hiyo sadaka kwenye ile lipa namba M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.